Niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na kwa upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo usema, alipovaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hili alipaa, maana yake nini kama sivyo kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi, na aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakao kufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa ila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Bwana apewe sifa. Pale mstari wa kwanza maandiko inatuambia, kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, huyo ni Paulo, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na kwa upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana apewe sifa. Hii ndiyo jambo ambalo Yesu mwenyewe alikuja katika ulimwengu huu kulishughulikia. Yeye alikuwa anakuja kutuokoa, alikuwa anakuja kutengeneza njia kwa ajili yetu, alikuwa anakuja na huruma kwa ajili ya kuturejesha kwa Mungu ambaye alituumba. Na wakati alipokamilisha kuturejesha kwa huyo Mungu, sasa yeye mwenyewe anatushauri katika maandiko vile ambavyo tunastahili kuwa, vile ambavyo tunastahili kutumika, vile ambavyo tunastahili kuenenda, ili tukawe tumekamilika tu mbele ya macho yake matakatifu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati huu ambao tunakumbuka mateso ambao alifikia kuyapitia, tunaelewa kana kwamba watu wanawapenda walio waovu na pia kuwachukia wale ambao ni wema na ambao wanajua ule ukweli. Kwa sababu ukiangalia yale maandiko tutakaoyapitia usiku wa leo, utapata imefika mahali Pilato akafikia kuwafungulia yule ambaye alikuwa ni muuaji, na wakafikia kumuua yule ambaye ni mkuu wa uzima. Bwana apewe sifa. Wakati ambao walipiga kelele na wakasema na kwamba asulubiwe, 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 ni wakati ambao Pilato alikuwa ametafuta makosa, lakini yale makosa ambao ni ya kusulubiwa hakufikia kuyaona, na akaamua kana kwamba atafikia kumfungua. Lakini naamini kana kwamba zile nguvu ambazo alifikia kuzitumia, ule uwezo ambao alikuwa nao
walimzidi kwa kumwambia afikie kusulubiwa na akafikie kuuliwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo walitamani sana wafunguliwe yule muuaji, na yule mkuu wa uzima akafikia kuwaondokea. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati unaposimama na haki, jua kana kwamba unazo vita ambazo zitakufuata mara kwa mara kwa sababu ya ile haki ambayo umeisimamia, na wakati ambao utakuwa na katika hali ambao ni ya uvumilivu, elewa kana kwamba ni lazima pia ushindi ukafikia kukufuata, kwa sababu wanaokushindania sio wanadamu, lakini ni Mungu pamoja na Yesu na malaika walio mbinguni. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo lazima ukafikia kupokea ule ushindi, kwa sababu anayekushindania ni mkuu kuliko wale ambao wanakupiga vita. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo leo hii ni kwa ajili ya kumkumbuka, leo hii ni kwa ajili ya kumheshimu, leo hii ni kwa ajili ya kunyenyekea, kushuka miguuni pake ili tukapate kumheshimu na kumuinua, kwa sababu ametukuka na yeye anatupenda, na ndiyo sababu hii alitumwa mahali hapa duniani na akafikia kuyavumilia yote ambao alikuwa anayapitia, ili ushindi ukawe upande wetu, na zaidi ya yote tukapate kuitwa watoto wake, naye akapate kuwa baba yetu. Bwana apewe sifa. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jioni ya leo twaja mbele zako tukikuinua, tukikutukuza na kukuabudu katika roho na kweli. Tuamini kana kwamba si ni wanadamu na si ni wakosaji mbele ya macho yako matakatifu, na tunaomba kwa neema mahali popote ambao tunaweza kuwa tumeenda kinyume chako, tukafikia kustakiwa na ule mwovu shetani kwa ajili ya kunena, kutenda, kufikiri na hata kuona, ukashuka, ukatakase, ukatusamehe na ukatuoshe na damu ya mwana Yesu Kristo. Wakati huu tunapokutolea ibada hii ambao ni ya jioni ya leo ya mkesha, Bwana, tukawe tumesamehewa na tukawe tumekubalika mbele ya macho yako matakatifu, ili ibada hii tunayokutolea ukawe pamoja nasi kutoka mwanzo ukarigadi hadi mwisho. Mungu mkuu mwenye uwezo, mamlaka na hata nguvu, umetuleta umbali huu ambao ni wa kukumbuka Yesu Kristo pamoja na yale mateso ambao Bwana alifikia kuyapitia, ili Bwana tukapate kupokea ule wokovu na ule ushindi. Bwana, hakika tukafikia kupokea pia. Naomba tu nikijua nikiamini ya kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kuitisha hata majeshi kutoka juu mbinguni, ili akapate kumpigania vita na akafikia kuondoa wanadamu ambao Bwana walifikia kuwa ambao Bwana walikuwa wanamdharau, kumtemea mate na kumfikia kumkejeli. Bwana, pokea sifa na utukufu ukiwa juu nzini zako, kwa sababu ulimshindania ndiposa naye pia akafikia kutushindania, na kupitia kwake tukapate kurithi ule uzima ambao ni wa milele. Baba, na kuomba tuko huruma na kwa zako usiku huu leo ukapate kunena nasi. Usiku huu leo Bwana ukapate kunguza mioyo yetu Bwana, ikapate kurejea katika mwanzo mpya ambao Bwana ni wa kukua na tumaini ambao ni la uzima wa milele, kupitia kwa huyo Yesu ambaye Bwana alifikia kupitia mateso yote. Bwana, naomba tuko huruma na kwa zako ukatutumie Roho yako Mtakatifu akapate kutukumbusha na kutuongoza tangia mwanzo katika hadi mwisho, na tutashukuru na pia tutasema ni asante. Tuondolee unyonge na uzingizi ukapate kutuondolea, uzito wote na udhaifu wote ukapate kutuondolea Bwana, ili Bwana tukiwa mahali hapa tukapate kukesha kwa uweza na kwa nguvu zako, na ukafikie kutupa nguvu, kwa kuwa ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Tunapokumbuka wakati huu wale wote ambao wamelazwa mahali pale hospitalini, kijua nikiamini ya kwamba wanaendelea kukulilia Bwana, wakiendelea kukumbuka, wakijua kana kwamba wewe ndiye mponyaji, wewe ndiye nguvu zao Bwana, na wewe ndiye ulio na ukamilisho wao. Enda ukapate kuwatendea na ukapate kuwatembelea na ukawatakase na ukapate kuwapunguanisha, na hakika Bwana wakafikia kuondoka katika zile vitanda wakiwa na uzima na wakiwa na uhai na uponyaji kamili, ukapate kuandamana nao, ili Bwana wakiondoka mahali pale wakashuhudia ukuu wako na uweza wako na nguvu zako. Kuna wale ambao Bwana waniandaliwa na wanadamu kupitia kwa ulimwengu ambao ni wangiza, kana kwamba wakilazwa mahali pale hawatafikia kuondoka. Bwana, na kuomba tuko huruma kwa neema zako ukapate kuwapigania vita, na ule ufalme wa giza ulioinuka kinyume chao ukapate kuuzusha na kuteketeza na kuutawanya katika jina la Yesu Kristo. Shindania kila mmoja, pigania kila mmoja, ndalia kila mmoja meza mbele ya watezi wote wakiona na macho yao, kwa uweza na kwa nguvu zako kweli Mungu anayestahili kuwatendea. Pia na kuomba nikijua nikiamini ya kwamba ni wengi walio masafarini, na kuna wengi waliosafiri na wakafika kule ambao Bwana walikuwa wanaelekea salama salamini.
Kile ambacho Bwana tumekataa katika njia na katika barabara zetu ni umwagikaji wa damu. Naomba tu kwa huruma kwa neema zako, kila mmoja kile ambacho Bwana alikuwa amepanga, wacha Bwana kwa huruma na kwa neema zako kabla kutimia kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngemeo, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Pia nakuomba tu kwa huruma na kwa neema zako ukapigie kutunyeshea mvua, kwa huruma na kwa neema zako zile mbegu ambazo Bwana zimechukuliwa mashambani zikafikie hakika Bwana kunawiri na zikafikie kiwango cha kuvuna na kuwekwa kwa ghala, ili ukabali kuondolea watu wako wa njaa na masumbufu yote ambao wanafikia kuyapitia nyakati hizi, kwa kuwa ndiyo Mungu kimbilio, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Baba, kama ni dhambi zetu na uovu wetu ambao umefanya ya kwamba ile mvua ikafikia kusimama, naomba Bwana ukatusamehe na ukatutakase na ukatembee kila mahali ukiachilia msamaha wako na ufunguanisho wako, ili ukapate kuonyeshia watu wako mvua, hata wanyama wako wakafikia kupata chakula kwa uweza na kwa nguvu zako. Kweli ndiyo Mungu anastahili kutangulia. Jioni ya leo Bwana na kuomba ukapate kushuka ukawe pamoja nasi tangia mwanzo katika hadi mwisho, na tukiona ukamilisho mwema tukushukuru na pia tunasema ni asante. Jina lako likabarikiwe pesi mali kainuliwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Yesu mkono. Bwana apewe sifa. Fungua kitabu chako cha Luka 22. Kitabu cha Luka 22. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara ama wanafunzi. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkamtuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka umo pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni umo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa.
lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakaye litenda jambo hilo? Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Kawaambia, wafalme wa mataifa au watawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili, lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yeye atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Akasema, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema na kuambia Petro, jogoo atawika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa unijui. Akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu? Mlipungukiwa na kitu? Wakasema, la. Akawaambia, lakini sasa mwenye mfuko na auchukue, na mkoba vivyo hivyo, naye asiye na upanga na auze njoo yake akaununue. Kwa kuwa nawaambia, hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu. Kwa sababu yanipasayo yanao mwisho wake. Wakasema, Bwana, tazama, hapa pana panga 2. Akawaambia, basi. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni, kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa njiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa wale thenashara, amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayotukia, walisema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Mmoja wao akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Yesu akajibu akasema, mwe radhi kwa hili. Akamgusa sikio akamponya. Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye panga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi? Kila siku
nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alimfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, mwanamke, simjui. Baadaye kitambo mtu mwingine alimwona, akasema, wewe nawe mmoja wao. Petro akasema, mtu, si mimi. Alafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu, sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa machozi. Na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza wakisema, tabiri, nani aliyekupiga? Wakamtolea na maneno mengine mengi ya kumtukana. Hata kulipokucha walikutana jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao, wakisema, kama wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaambia, nijapokuambia hamtasadiki kabisa, tena nikiwauliza hamtanijibu. Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, basi wewe ndiwe Mwana wa Mungu? Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Huu ni wakati nimekwambia kana kwamba tunafanya ukumbusho, ama tunakumbuka vile mwana wa Mungu alivyoteswa. Tunakumbuka yale mapito yote ambao alipitia ni kwa ajili yetu. Maandiko inatuambia kana kwamba alikuwa na uwezo wa kuijisha hata majeshi juu mbinguni yakafikia kumlinda, ili watu hao ambao walikuja mbele zake ama katika maisha yake wakapate kumkamata na kumdhulumu, wasipate nafasi ya kusimama hata karibu naye. Lakini kwa sababu haya yote yalikuwa yameandikwa ni kwa ajili yake, ili na sisi tukapata nafasi ya kuokolewa. Ndiyo sababu hii alifikia kuyapitia haya yote ambao tumeandikiwa. Kwa hivyo jioni ya leo, kile ambacho napaswa kuelewa na kujua ni kana kwamba mwana wa Adamu alitumwa mahali hapa duniani kwa sababu wanadamu walikuwa wamekosa, kwa sababu wanadamu walikuwa wamemkataa Mungu. Tangia mahali pale mwanzo walipotumiwa Musa, wana wa Israeli wakafikia kukombolewa kutoka katika nchi ambao ni ya Misri. Maandiko inasema na kwamba wakiwa mahali pale jangwani, Bwana Mungu wengi wao hakufikia kupendezwa nao. Na kwa sababu ya kufikia kupendezwa nao, maandiko inasema na kwamba wengi alifikia kuwaua wakati ambao walikuwa nasafiri katika jangwa. Na kwa sababu hiyo haikumpendeza Mungu, na watu vile ambavyo walifikia kukombolewa haikifikia hakika kuwa ni ushuhuda kwa Mungu. Mungu akachukua hatua tena akamtuma mwana, na wakati alipomtuma alikuja duniani hatuletee ule ujumbe, hatuletee ile injili, na hatuletee ile siri ambao ni ya uzima wa milele, ili sisi wenyewe tukafikia kuipokea. Na baada ya kuipokea tukafikia kumpokea yeye, na yeye akafikia kupitia mateso mengi. Na wakati alipomaliza kuyapitia, yeye akafikia kukata roho mahali pale juu msalabani Golgotha.
na wakati ambao walikata roho walifikia kujua kana kwamba wamemshinda, lakini hawakujua kana kwamba wanaendelea kuinua utukufu wa Mungu. Ndiposa wale ambao ni watu wa Mungu wakafikia kurejea kwa Mungu kupitia kwa huyu mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo jambo jema bado tunastahili kulikumbuka ni kana kwamba alitufia sisi wenyewe ambaye tulikuwa wenye dhambi, ambao tulikuwa tumeondoka katika mikono ya Mungu kuitwa wana wa Mungu, ili akapate kuturejesha katika zile neema na pia tukapate kuitwa watoto, naye Mungu akawe baba yetu. Bwana apewe sifa. Haya tayari jioni ya leo yamefikia kutendeka katika ukumbusho. Kile ambacho tunafikia kuhimizwa ni kungojea ule ushindi ambao ni wa ufufuo, ili tukafikia kushikamana naye. Wapendwa, safari hii ambao tumeianza ambao ni ya wokovu, tunafaa kuelewa kana kwamba ina mwanzo, tunafaa kuelewa ina kuendelea na pia ina ukamilisho. Lakini inategemea hapa katikati vile utakavyosafiri, vile ambavyo utakavyojitolea, vile ambavyo utakavyotumika, ili hata yule Yesu ambaye amekufa jioni hii ya leo akafikia kukutazama na kuona kana kwamba vile unavyoenenda ni vile ambavyo inavyostahili ule wito, kama vile ambavyo tumesoma maandiko ya kwanza ambayo yako katika Waefeso 4, ndiposa tukapate kustahili katika mbingu. Nimekwambia kana kwamba kumbuka, katika kutenda haki kuna kudhulumiwa, katika kutenda haki kuna kutukanwa, katika kutenda haki kuna kupigwa vita, katika kutenda haki kuna kuonekana ya kwamba wewe haufai kitu chema mbele ya wanadamu. Lakini mbingu inakutambua, mbingu inakujua, mbingu inakuelewa, na msaada wako ulio mkubwa utatokana na mbingu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama unalala nitakutoa nje. Usio wakati wa kulala. Nitahakikisha nimekutoa nje. Hawezi kuwa unakuja kukumbuka mateso ambayo Yesu alipitia ndio tuokolewe, na wakati hiyo neno inatangazwa ama inanenwa, wewe umeenda usingizi, shetani amekuchukua. Saa nyingine hiyo usingizi inakwambianga sio mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya shetani ndio kuondoe katika uwepo, ili usipokee kile ambacho alikuwa ameandaa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mateso haya mwana wa Mungu amefikia kuyapitia. Ameyapitia ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, ili wakati ambao atafikia kutushindania sisi tukaitwa washindi, na ile safari ambao atakuwa ametuachia duniani tukapate kusafiri kwa wema wake, tukijua vile alivyodhulumiwa hivyo ndivyo tutakavyodhulumiwa, vile alivyoteswa hivyo ndivyo tutakavyoteswa katika ile haki, vile alivyotukanwa hivyo ndivyo tutakavyotukanwa katika ile haki. Lakini maandiko inaniambia kana kwamba atakayevumilia hadi mwisho, huyo ndiye atakayeokoka, kwa sababu hata mwana wa Mungu katika haya mateso yeye alivumilia hadi mwisho, na ukombozi ukafikia kupatikana. Pigia Yesu makofi mazuri. Hata wakati ambao alikuwa katika ile safari, angalia wakati ambao Yudasi Iskarioti anafika mahali pale, na wakati alipofika mahali pale akawaendea wakuu wa makuhani, akawaendea wazee, akawaendea waandishi, na wakati alipowaendea akawaelezea njia atakayoitumia ndiposa akapate kumsaliti Yesu. Wakaagana naye kana kwamba wanastahili kumpa fedha. Bwana apewe sifa. Kama kuna mtu wako nje na hii masaa ya kuja mkesha hii, sioni ikiwa njema. Weza simama kwa miguu yako, tutahubiri kama uko mijuu kwa miguu yako. Leo sasa tutakuwa hivyo. Tutakuwa hivyo leo. Ndio hata Yesu apokee utukufu. Kama watoto wamelala, mwalize mahali wanastahili. Tusimame sisi wote katika ibada. Bwana apewe sifa. Jioni njema, nimekwambia kana kwamba huu ni wakati ambao ni wa kukumbuka yale mateso ambao mwana wa Mungu alifikia kuyapitia,
ili sisi tukaitwa wana mbele zake, na yeye akafikia kuwa baba. Bwana apewe sifa. Ilikuwa nakwambia kana kwamba ilifika wakati na saa Yudasi Iskarioti akachukua wakati ambao ni wa kuwaendea makuhani na waandishi na wazee, na wakati alipofika kwao aliwapa njia vile ambavyo atafikia kusimama mbele yao na kufikia kumsaliti Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Na hayo yalifikia kutendeka, lakini wakati ambao walikuja kwake, maandiko inasema na kwamba walikuja na mapanga, walikuja na marugu, na yeye Yesu mwenyewe akafikia kuwauliza nyakati zile ambao walikuwa nao, wakati ambao walikuwa nao hekaluni, wakati ambao walikuwa anawahubiria lile neno, ni kwa nini wamemkujia hivyo? Na kwa sababu walikuwa anawapa neno jema ambao ilikuwa inastahili kuwafaa. Bwana apewe sifa. Lakini akawaambia sasa ni wakati wao, na ni wakati wa ufalme wa giza kuchukua hatua ama kuchukua nafasi yake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile ambacho tunastahili kuelewa ni kana kwamba mahali hapa duniani ambao tunaendelea kumtumikia huyu Mungu, tunaishi katika wale ambao ni wafalme ambao ni wa giza, wanaotupiga vita ndiposa tusiende kufikia ule uwezo, tusiende kufikia yale mamlaka ambao ni ya kurithi uzima wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri nikwambie jambo. Yeye alikuja ni kwa ajili ya sababu hii. Yeye alikuja ni kwa ajili ya kutuokoa. Yeye alikuja ni kwa ajili ya kutufungua. Yeye alikuja ni kwa ajili ya kutupa kibali na njia na uwezo ambao ni wa kurithi uzima ambao ni wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wakati huu kama ulikuwa wewe mwenyewe unasikia ni kana kwamba umeshuka chini kiimani, umeshuka chini kiutumishi, elewa kana kwamba Yesu amefika kiwango ambacho amefika ili akapate kukuinua tena, na ukakumbuke kana kwamba yeye amekufia msalabani ili ukafikie kusamehewa, na ukafikie kukombolewa, na ukafikie kupewa njia ya kupaendea mahali pake ambapo ni patakatifu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo tuchukue hatua ya imani, ndiposa tukapate kumtumikia katika roho na kweli, kwa ajili ya kujitolea. Wakati ambao Petro alikuwa anaongea na yeye, alimwambia kana kwamba ako tayari kuenda gerezani ama kuenda hata kifoni kwa ajili yake. Lakini Yesu akaangalia, Petro anaongea na sauti ambayo inatokana na nini? Petro alikuwa anaongea na sauti ambayo ni ya mwili, haikuwa ni sauti ambayo ni ya roho. Ndio naona Yesu anamwambia kana kwamba kama kabla jogoo awike utakuwa umenikana mara tatu. Bwana apewe sifa. Lakini maneno ya Yesu Petro hakufikia kuyaamini, lakini wakati alipokamatwa na akaondolewa mahali pale, maandiko inasema akamfuata kwa umbali. Kuna watu ambao walifikia kumwona na wakafikia kumshuhudia ana kwamba yeye ni mmoja wao, lakini yeye mwenyewe alisema huyo mtu simjui, sio yule mtu ambaye unayenenea, ambaye unasema na kwamba namjua. Kwa hivyo yeye alisema mtu huyu yeye hafikii kumjua. Na wakati ilipofika mara ya tatu akatazama juu, akapata kuona Yesu naye pia anamtazama. Bwana apewe sifa. Akakumbuka vile ambavyo Yesu alikuwa amemnenea kabla ya jogoo kuwika atakuwa amepukana mara tatu. Pia Yesu makofi mazuri. Maandiko inasema na kwamba Petro alitoka ndani ya ile behewa akatoka nje, na wakati alipotoka alilia kilio ambacho kilikuwa na machozi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yesu aliyekuokoa, chunga usiwahi msaliti kwa njia yoyote, usiwahi mnena mabaya kwa njia lolote, usiwahi tenda kinyume na vile ambavyo anahitaji. Tujitahidi sana kila mmoja akapate kusimama katika njia za huyu Yesu, katika njia za maandiko na katika njia za utumishi uliokamilika. Kaa chini. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile ambacho tunastahili kufanya ni katika ibada hii uombe Mungu akapate kukutia nguvu, kama Yesu mwenyewe wakati ambao alikuwa anahitaji akapate kutiwa nguvu. Yeye mwenyewe alikuwa anajitenga na wanafunzi wake na alikuwa anaelekea mahali pale mlimani Golgotha, ili yeye mwenyewe akapate kuomba Baba akapate kumpa nguvu za kustahimili yale yote ambao atafikia kuyapitia katika ulimwengu. Hata sisi tunastahili kuwa hivyo. Yeye mwenyewe alikuwa anaomba apewe nguvu, apewe kibali, apewe imani. Sisi tunastahili kuwa hivyo, ili wakati tunaposafiri safari hii, wale wote tunaokutana nao, zile vita ambazo tunakutana nazo, yale majaribu yote ambao tunakutana nayo, tuwe na uwezo wa kuyavumilia hadi mwisho, kwa sababu nimekwambia maandiko inasema atakayevumilia hadi mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Bwana apewe sifa. Lakini nikwambie kitu ya kwamba uzima wa milele watakao uona watakuwa wachache sana.
Bwana apewe sifa. Hata wakati ambao tulikuwa tunatoka ushirika jana, kuna mtu tulipata mahali ya kihubiri. Timothy alisema nini? Alisema nini? Nani alimsikia alisema nini? Kenya ina watu wangapi? Milioni 60 na watakao ingia mbinguni 500. Yeah. Out of 60 million wale watakaoona uzima wa milele alikuwa anatabiri ni watu 500. Sasa alikuwa anahitaji yeye mwenyewe atuhubirie na kutuhimiza sisi wenyewe tuwe katikati ya wale watu 500, sababu alisema watu wamejaa nini? Uongo. Nilikwambia ukipita mahali chukua kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana apewe sifa. Wakati tulikuwa tunapita mahali pale, nilikuwa tayari nimeingia katika ibada yake. Bwana apewe sifa. Mpaka tukaondoka tukafika kwa reli mahali sauti yake iliishia, hapo ndio tulimalizania, lakini nilibeba hiyo. Na hiyo ni kitu ambacho ni cha maana sana. Si wengi wanaweza sema alikuwa anapiga kelele, lakini mwenye alikuwa mahali pale karibu alifikia kuchukua neno ambalo ni la muhimu, kwa sababu kusikia kana kwamba tunaweza kuwa watu milioni 60 na watakao uona uzima wa milele labda watakuwa ni 500, sababu watu wamejaa uongo. Dhambi ambao inaongoza, dhambi ambao inatawala ni dhambi ya uongo. Bwana apewe sifa. Uongo mingi mbaya tunadanganya Mungu mwenyewe. Tunatoka kuwadanganya wenzetu, tunadanganya nani? Mungu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Wewe unashinda kutoka asubuhi mpaka saa 7 unasema nitaenda kesha. Ikifika jioni ka usingizi ndio hiyo unalala. Nasema sasa ile kesha nilikuwa nasema nitaenda, hata ujali ni nani ambaye alikusikia. Sio ati kana kwamba mwenzako ndio alisikia. Hata Mungu mbinguni ambaye ulikuwa unaenda kumwabudu tayari ashasikia, na akisikia sasa anakutazama aone kwamba utatimiza ama utakataa kutimiza. Bwana apewe sifa. Huu ni wakati wa kujua kana kwamba mbele yetu kuna mabonde, mbele yetu kuna milima, mbele yetu kuna vita, mbele yetu kuna kuudhiwa, mbele yetu kuna kutukanwa, mbele yetu kuna kunemwa vibaya. Lakini mambo haya wakati yanapotukia, je, tunayafurahia ama tunayakasirikia? Bwana apewe sifa. Watu wengi wanafikia kukasirika kwa ajili yayo. Watu wengi wanafikia kuondokea safari kwa ajili yayo. Watu wengi wanafikia kukata tamaa kwa ajili yayo. Lakini maandiko inatuambia namna gani? Heri ninyi watakapo washutumu na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa sababu thawabu yenu ni kubwa juu mbinguni. Bwana apewe sifa. Hayo ni maandiko ya Mungu. Lakini wakati huu tupitane, utakasirika yako yote, na ukiondokea kwa ile mlango hautawahi onekana mahali hapa tena. Umetenda haki ama umemwendea shetani? Umemwendea nani? Umemwendea shetani. Kwa sababu wewe hukujua kana kwamba tangia asubuhi alikuwa yamepangwa yale ambao umekutana nayo katika hiyo siku, ukatikia kukutana nayo, ili Mungu naye akatazame ile imani ulio nayo ni imani ambao ni aina gani. Uko na imani ya kumjua kikamilifu, ama uko na imani ambao ni ya kung'ang'ana, ili wakati ambao utasikia yale maovu yakikujia kutoka kwa wanadamu, ukifikia kukimbia, uache ule wokovu na ile imani yako ifikia kupotelea mbali. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ndipo maandiko tuliokuwa nao Sunday ile ambao ni ya Zaburi 64 ilikuwa inatuambia kana kwamba wao wanaendanga kwa siri, na siri yao iko ndani kabisa, ama ni siri kabisa. Yale wanaotutendea yako sirini, yule anayestahili kuyafunua ni huyu Mungu tu peke yake ambaye anastahili kuyafunua. Pigia Yesu makofi mazuri. Dunia inaongea vile ambavyo inataka, lakini Mungu anayejua anaongea kile ambacho anakijua, na sisi ambao tunaitanishwa na huyo Mungu pia tunastahili kuyaongea yaliyo ya Mungu. Bwana apewe sifa. Ili Mungu akaendelee kuwa pamoja nasi, ili Mungu akaendelee kujidhihirisha kwetu, ili Mungu akaendelee kutupigania vita. Bwana apewe sifa. Kuna ndugu mmoja ambao kwa mahali, na nafikiri hivi karibuni ataonekana tu.
Kuna siku tulikuwa tunaomba, na katika hali ambao ni ya kuomba muujiza wa Mungu ukatendeka. Lakini kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa ametumana kwake, akafikia kunyang'anywa mali yake na shetani, wakati ambao hiyo jambo ambao tulikuwa tunaombea ilivurudia kwa lisali moja tu, na akafikiria ya kwamba inafaa nichukue hatua nyingine, niende kinyume na vile ambavyo tulikuwa tumeongea, ndio nifikie kupata nafuu kwa kile ambacho nilikuwa nalalamika juu yake. Bwana apewe sifa. Yeye alienda akachukua ng'ombe zake sijui ni 3 ama ni 5, akauza 250 akapeleka hospitali, aenda akafanyiwa operation. Bwana apewe sifa. Akawa na nafuu wiki moja. Amen. Wiki moja. Leo hii ndio amepiga simu akaniambia next Sunday but one atakuja, kwa sababu mahali ambao alifanyiwa ile operation anasikia moto unawaka ndani, hata usingizi kupatikana hapati. Sikumwambia nilikuambia, lakini nilimwambia karibu sana, tukuje tukutane pia na Mungu alete utulivu na uponyaji. Bwana apewe sifa. Lakini ng'ombe 5 zimefanya nini? Zimeenda, lakini bado hakuna uponyaji. Kwa hivyo Mungu alikuwa ametangulia, sababu tayari alikuwa amemaliza siku na nusu bila hata kuenda haja ndogo. Wakati nilipomwombea yeye akaenda haja ndogo vizuri sana, akalala vizuri sana, lakini kesho yake akakaa mwendo wa kitu saa 8 akaona ile haja ndogo ni kama imefunga tena. Hapo ndio alienda kuuzia ng'ombe. Akakaa hiyo wiki moja, wiki mbili, hakupiga simu. Saa hii wakati ambao amesikia moto umewaka, sasa ameinua nini? Ameinua simu. Na mimi niko hapa, kabla afike hiyo Sunday, afike hapa na afunguliwe na apone. Bwana apewe sifa. Ili akafikia kushuhudia kana kwamba kuna Mungu. Kwanza ajue kana kwamba kama angetangulia kwanza, hata haya ambao ameyapitia kuharibu mali yake angefikia kuiharibu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile ambacho nakwambia jioni ya leo, tumainia Mungu. Safari uliyoanza sio safari ya kukata tamaa. Safari uliyoanza hata iwe iko na majaribu, lazima uendelee. Lazima ujitie nguvu. Lazima umuone na Yesu kana kwamba hakuna jambo ambalo linashindikana kwake. Lazima uone ya kwamba yeye ndiye atakaye kushindania katika kila vita na katika kila majaribu, kwa sababu amekutoa utotoni, amekufikisha mahali ambao umefika. Kwa hivyo inamaanisha chochote kilicho mbele yako hatafikia kushindwa, lakini atafikia kutimiza. Pigia Yesu makofi mazuri. Jioni ya leo tukukumbuke. Jioni ya leo tuone mateso ambao waliteteka. Tuone vile ambavyo alitupigania ili tukafikia kujua Injili, tukafikia kuokoka, na tukafikia kuanza safari. Na kwa sababu tumeianza, wacha tuendelee na Yesu, tukamilishe na Yesu ili tukapate kurithi uzima ambao ni wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri na tuanze ibada.